Dunia nzima kwa sasa inasubiri majibu ya Iran kuelekea Israel pamoja na Marekani mara baada ya Marekani kufanya mashambulizi katika vituo vya nyuklia vya pale Iran, ijapokuwa mashambulizi hayo yameshindwa kufua dafu. Kwa hisani kubwa kabisa ya PMP Company Limited, wanatupa nguvu ya kuwaletea ripoti mbalimbali zinazotoka katika maeneo ya migogoro, ambapo PMP Company Limited bwana ni mabingwa kujenga vyoo vya kisasa ambavyo havijai. Kama unajenga nyumba yako na unahitaji kuwa na choo ambacho hakijai, choo kinachochukua eneo dogo, kinapamba nyumba, lakini kama haitoshi, choo hiki utakitumia wewe mpaka wajukuu zako bila kupata adha ya kuita gari ya kunyonya uchafu, basi wasiliana na PMP Company Limited. Naomba radhi kwa wale ambao mmekuwa mkinipigia mkiniulizia kuhusiana na huduma hii ya PMP Company Limited. Sasa naomba mpige simu namba 0768 64 32 43 ili muweze kujenga choo cha kisasa ambacho hakijai. Piga sasa PMP Company Limited. Sasa dunia imekuwa katika hali ya taharuki siku ya Jumapili tarehe 22 ukisubiri jibu kutoka kwa Iran baada ya Marekani kushambulia vituo muhimu vya nyuklia vya Iran, ikijiunga na Israel katika hatua kubwa zaidi ya kijeshi kutoka mataifa ya magharibi dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu tangu mapinduzi ya Kiislamu ya mwaka 1979. Iran imeapa kujibu shambulio hilo siku moja baada ya Marekani kushusha mabomu mazito ya tani 13 yanayofahamika kama Bunker Buster Bombs B-2 juu ya mlima unaofunika kituo cha nyuklia cha Fordo. Wakati huo viongozi wa Marekani wameitaka Tehran kutorejesha mashambulizi, huku maandamano ya wapinga vita yakishuhudiwa katika baadhi ya miji nchini Marekani. Katika chapisho kwenye mtandao wa Truth Social siku ya tarehe 22 Jumapili, Rais wa Marekani Bwana Donald Trump alidokeza uwezekano wa mabadiliko ya utawala nchini Iran, akiandika, si sahihi kisiasa kutumia neno mabadiliko ya utawala, lakini kama serikali ya sasa ya Irani haiwezi kuifanya Irani iwe kubwa tena, kwa nini kusiwe na mabadiliko ya utawala? Alizungumza Bwana Donald Trump. Irani na Israel zimeendelea kukabiliana na mashambulizi ya makombora, ambapo msemaji wa jeshi la Israel alisema ndege za kivita zimeshambulia malengo ya kijeshi magharibi mwa Iran. Hapo awali Iran yenyewe ilirusha makombora yaliyoua na kujeruhi watu wengi mjini Tel Aviv na kuharibu majengo mbalimbali. Nayo Wizara ya Usalama wa Ndani ya Marekani imeonya kuhusu kuongezeka kwa hatari ya mashambulizi ya kimtandao au vurugu zinazolenga taasisi fulani, na vikosi vya usalama vimeimarika katika maeneo ya kidini, kitamaduni na kidiplomasia katika miji mikuu ya kule Marekani. Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani imetoa tahadhari kwa raia wake waliopo nje ya nchi kuhusu uwezekano wa maandamano dhidi ya Wamarekani na athari za kufungwa kwa anga katika eneo la Mashariki ya Kati, ikiwataka kuwa uangalifu zaidi. Ingawa Teherani hadi hivi sasa haijatekeleza mashambulizi kujibu yale yaliyofanywa na Marekani, iwe kwa kushambulia vituo vya kijeshi au kujaribu kuziba njia ya usafirishaji mafuta duniani, hali hiyo inaweza kubadilika sana wakati wowote. Akizungumza mjini Istanbul, waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Araghchi, ambaye kwa hivi sasa yupo nchini Urusi, amesema Iran inazingatia hatua zote zinazowezekana, akisema hakutakuwa na kurejea kwa mazungumzo ya kidiplomasia hadi taifa lake litakapojibu mashambulizi yaliyofanywa na Marekani. Anasema Marekani imeonyesha wazi kuwa haina heshima kuheshimu sheria za kimataifa. Wao wanaelewa tu lugha ya vitisho pamoja na matumizi ya nguvu. Rais wa Marekani katika hotuba yake kwa njia ya television alieleza mashambulizi hayo kama mafanikio makubwa ya kijeshi na kudai kuwa vituo vya kurutubisha uranium vya Irani vimeharibiwa kabisa. Picha za satellite zimeonyesha kuwa mashambulizi ya Marekani katika kituo cha Fordo kilichojengwa chini ya mlima yaliharibu na kuharibu kabisa mitambo ya kurutubisha uranium, ingawa tathmini kamili haijafanyika. Lakini kuonesha kwamba Wamarekani hawajafanikiwa mashambulizi yake, shirika la kimataifa la nishati ya atomic IAEA limesema hakuna ongezeko la mionzi lililoripotiwa. Mkurugenzi mkuu Rafael Gross akazungumza kwamba haiwezekani kwa sasa kubaini kiwango halisi cha uharibifu. Lakini vyanzo mbalimbali vinasema uranium au kituo cha uranium ambacho kimerutubishwa kilikuwa kimehamishwa kutoka Fordo kabla ya shambulizi.
Bado haijathibitishwa taarifa hii, lakini picha za satellite kutoka katika maeneo mbalimbali zimeonyesha msururu mrefu wa magari nje ya kituo hicho siku ya Alhamis pamoja na Ijumaa. Trump ambaye awali amekuwa akizungumzia uwezekano wa mazungumzo ya amani, lakini hatimaye ameamua kushambulia, akiitaka Iran kuachana na mipango ya kulipiza kisasi, akisema lazima sasa ichague amani au mashambulizi yajayo yatakuwa ni makubwa zaidi na rahisi zaidi kuyatekeleza. Bunge la Iran lenyewe limeidhinisha kabisa kufunga mlango wa bahari wa Hormuz, njia nyembamba ya kimkakati ambapo karibu robo ya mafuta yanayosafirishwa duniani kote huwa yanapita hapo. Hata hivyo, utekelezaji wa hatua hiyo unahitaji kibali cha Baraza Kuu la Usalama wa Mataifa linaloongozwa na mwakilishi wa kiongozi mkuu Ayatollah Ali Khamenei. Kufunga mlango huu wa bahari huo kunaweza kuchochea ongezeko kubwa la bei ya mafuta duniani, kutikisa uchumi wa dunia na kusababisha mvutano wa moja kwa moja na jeshi la wanamaji la Marekani ambalo linalinda eneo hilo kupitia kikosi cha 5 kilichopo katika ile ghuba ya Uajemi. Bei ya mafuta kuanzia Jumapili imepanda vibaya mno, imeongezeka kwa takribani dola 3.20 hadi kufikia dola 80.28 kwa pipa, na mafuta ghafi ya Marekani yamepanda kutoka dola 2.89 hadi dola 76.76. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio amesema hakukuwa na mpango mwingine wa kijeshi dhidi ya Irani isipokuwa tu ikiwa wataendelea na uchokozi. Nalo Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa limekutana Jumapili kujadili mashambulizi ya Marekani, huku Urusi, China na Pakistani zikitoa pendekezo la azimio linalotaka usitishaji mapigano wa haraka na usio na masharti ukanda wa Mashariki ya Kati. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa ndugu Antonio Guterres kawaambia wajumbe wa Baraza la Usalama kuwa mashambulizi ya Marekani yamekuwa hatua hatari katika mzozo huu, akitoa wito wa kusitisha mapigano na kurejea kwenye meza ya mazungumzo kuhusu huo mpango wa nyuklia. Viongozi wa Israel waliovamia Iran kwa shambulio la kushtukiza tarehe 13 Juni wamesema kwa uwazi kuwa wanataka kuiondoa serikali ya Kiislamu ya Kishia iliyoko madarakani tangu mwaka 1979. Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu amesema Israel ipo karibu kufanikisha lengo lake la kuondoa tishio la makombora ya masafa marefu na mpango wa nyuklia wa Irani. Viongozi wa Marekani ambao ndio waliosababisha anguko la kisiasa la rais wa zamani George Washington Bush baada ya kuivamia Iraq mwaka 2003 wamekuwa wakisisitiza kuwa hawalengi kuiondoa serikali ya Irani. Operesheni hii haikuwa na haijawahi kuwa kuhusu mabadiliko ya utawala, amesema waziri wa ulinzi Peter Hegseth, akisema hii ilikuwa ni operesheni ya kiufundi inayolenga mpango wa nyuklia wa Irani. Wakati wa huo, wapinga vita wameandamana katika mji mkuu wa Marekani, New York, Washington na miji mingine ya Marekani wakibeba mabango yenye ujumbe ondokeni Irani. Nchini Iran, baadhi ya wananchi wameelezea hofu yao kuhusu uwezekano wa vita kubwa. Baadaye tu ni giza, hatuna pa kukimbilia, ni kama kuishi ndani ya filamu ya kutisha, amezungumza Bita, mwalimu mwenye umri wa miaka 36 kutoka mji wa Kashan, kabla ya mawasiliano yake kukatika. Sehemu kubwa ya Teheran, mji mkuu wenye watu takribani milioni 10, kwa hivi sasa wakazi wake wamepelekwa katika maeneo ambayo ni salama. Mamlaka za Irani zinasema zaidi ya watu 400 wameuawa tangu mashambulizi ya Israeli yaanze, wengi wao wakiwa ni raia. Israeli imetekeleza mashambulizi ya kulenga wakuu wa kijeshi wa Irani kwa kulipiza kisasi na kulipua makazi yao usiku. Irani nayo imeendelea kushambulia Israel kwa makombora ambapo watu wasiopungua 24 wameuawa katika kipindi cha siku 9 ambazo zimepita. Siku ya Jumapili, minara ya tahadhari ya mashambulizi ya anga ililia kote nchini Israel, ikiwalazimu mamilioni ya watu kuingia katika vyumba vyao salama. Mkazi mmoja wa Tel Aviv, Aviadi Achenovsky, mwenye umri wa miaka 40, alisema ametoka kwenye hifadhi ya mabomu na kukuta nyumba yake imeharibiwa vibaya mno, akisema, naomba nimnukuu, si rahisi kuishi tena Israel kwa sasa, lakini sisi ni watu wenye nguvu, tunajua kuwa lazima tutashinda, alizungumza Aviad, ambaye naye anazungumza ukweli kwamba kwa hivi sasa si virahisi tena
kukaa salama katika maeneo mbalimbali pale mjini na Israel kutokana na mashambulizi ya hapa na pale yanayofanywa na wa Iran. Na hivi sasa tumeona wa Yemen, wa Pakistani, wa Syria na wengine wamesema watahakikisha wanaungana na Irani katika kuisaidia Iran pamoja na ukanda huo wa Kiislamu.